Umepokea simu yote ya baba? Maana hajibu wala kupokea SMS zangu. Na wasiwasi maana siku zote huwa anajibu na kupokea SMS zangu. Naomba funga safari uende ukamwangalie. Nasikitika siwezi kukuruhusu uende kule. Hali ni mbaya, maji yanaendelea kujaa. Ni baba yangu na peke yake ana wasiwasi sana juu yake. Hari, tafadhali usiende. Hari. Chana na mama. Muda wote ulikuwa na mimi, ukumpa muda mama. Hapana, hivyo ndo unavyofikiria? Wewe na dada yako ndo mlitufanya tuzidi kuwa pamoja. Mlipoondoka wawili nyinyi ilikuwa ni kama nyumba iliyojaa na huzuni, na kwa watu waliokaa kimya. Nyumba ilikuwa toka kwenye maji kuna mamba. Toka kwenye maji wewe, kuna mamba. Toka kwenye maji. Unasikia hiyo? Mvua inanyesha. Hakutokuwa na splashes. Hawatoweza kutusikia. Mvua ndo kinga yetu. Don't move. Sogea hata hatua moja. Hello, tuko hapa chini. Ikiwa kuna mtu anatusikia, baba yangu ameumia na kuna mamba kila sehemu. Hello, tafadhali mtu yote tafadhali anatusikia hapo. Halo. Waliambiwa wasiingie, waliambiwa eneo limefungwa, mafuriko yako kiwango cha mwisho. Habari zilitangazwa usisubutu kuingia katika Florida Zone 5, maji yamejaa. Lakini Hari hakuja kwa taarifa, alikuja kwa moyo. Bella alikuwa kimya, alipoitwa mtu hakuna aliyejibu. Lakini pale chini kwenye sakafu, bondi ya kifo, baba yake alikuwa amelala, hajitambui, damu na majeraha yakipumua damu. Hari hakuficha machozi yake, hakuwa na nafasi ya kupumzika. Wakiwa pamoja ndani ya giza, walihitaji mwanga zaidi ya umeme. Wakati dunia nzima ilikimbia juu ya maji, wengine walikimbia ndani. Wale vijana watatu walizani ni siku ya kupola. Walifika kwenye maduka yaliyofurika, wakaanza kuchukua mali. Lakini wakasahau bahari na sheria zake na ina wenyeji wake. Mamba kutoa onyo, alipita kimya na alichokuta mbele yake alikula moja kwa moja. Hari alipanda juu, akaangalia kupitia dirisha la juu akiomba msaada. Halo, tafadhali tuko hapa. Lakini aliyejibu hakuwa binadamu. Kioo kilipasuka, sio kwa kuokolewa bali kwa kushambuliwa. Wakati wengine walikuwa wakikimbia kutoka kwenye mvua, Hari na baba yake walikuwa wakipambana ndani yake. Kila tone la mvua ilikuwa ni tone la matumaini na hofu kwa wakati mmoja. Na ndani ya nyumba iliyojaa maji na viumbe hao waliochukulia binadamu kama chakula, Hari ya kumwokoa baba yake tu, ila alijifunza hata kama kwenye giza nene kiasi kipi, moyo wa familia hauzimiki. Hii hadithi ni ya movie itwayo Crow iliyotoka mwaka 2009. Si ya mamba tu, ni bali ya mapambano wa moyo wa familia. Kama umehisi hisia kama mimi, acha comment niambie movie gani nyingine ungependa nifanye kwenye likapu yenye style kama hii. Na kama umependa hadithi zenye mvuto na mnyemko na kuomba kuwa mwanafamilia, bonyeza subscribe, tukutane kwenye likapu inayofuata.